Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo, neema na iwe kwenu na amani na rehema zitokazo kwa Mungu wetu Baba wa mbinguni na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa uwezo alionao Ibrahimu, kwa uwezo wa fedha na mali alizonazo Ibrahimu, kwa uwezo huo hakuweza kutatua tatizo lililompata. Hata kama alikuwa na fedha na mali, hata kama alikuwa na watu katika nyumba yake, hata kama alikuwa tajiri katika nyumba yake, lakini uwezo huo alikuwa nao wa kibinadamu, hakuweza kutatua jaribu alilolipata au jaribu lililompata katika nyumba yake. Ugonjwa uliompata Ibrahimu mkewe katika nyumba yake, hata kama alikuwa na fedha na mali, lakini hakuweza kwa hizo fedha na mali kutatua tatizo ambalo mkewe analo. Hakuweza. Kwa hiyo kwa uwezo wa mwanadamu alio nao, kwa uwezo huo hakuweza kutatua tatizo. Miaka nenda rudi, hakuweza kutatua. Tangu ujana sala ni tasa. Tangu ujana sala ni tasa. Ingawa na fedha, ingawa na mali, ingawa ni tajiri, lakini hakuweza. Hakuweza. Mali yake haikumsaidia. Bado ana uchungu ndani ya moyo. Ingawa kila kitu anacho, lakini ndani ya moyo bado ana uchungu. Kwa nini? Kwa sababu Sara ni mgonjwa, Sara ni mgumba, Sara ni tasa, hakuna mtoto. Ana fedha na mali, ni tajiri wa wanyama, lakini hana mtoto. Ujana wake wote mpaka nazeeka hana mtoto. Mungu amelifunga tumbo la Sara. Inafika mahali hata Ibrahimu anamwambia Mungu, Bwana, utanipa nini? Utanipa nini na mimi ninakwenda zangu, sina mtoto wa kulisi mali nilizo nazo? Utanipa nini? Na umri wangu umeenda tayari. Utanipa nini kwa wakati huu? Ni huyu tu mtumishi wangu Mdameski ndiye atakayelisi nyumba yangu. Hukunipa mtoto na umri wangu umeenda na kila kitu changu sasa analisi mtu ambaye hakuzaliwa kwangu. Hukunipa chochote, hukunipa mtoto. Utanipa nini tena katika umri huu? Maneno haya yanaonyesha Ibrahimu amekwisha kukata tamaa kwamba kwa umri alionao na kwa wakati alionao hawezi tena kupata mtoto. Wakati anasema hivi ana miaka 75. Anaongea haya katika Mwanzo sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza. Utanipa nini? Ibrahimu anasema, Bwana, utanilipa nini katika wakati huu? Hii kuonyesha ingawa ana fedha na mali, ingawa ana wanyama wengi, ana watumishi wengi, ndiyo, lakini analo tatizo. Sara analo tatizo, na fedha yake, utajiri wake na watu walionao, nguvu walionayo, hajaweza kutatua tatizo. Ibrahimu amekata tamaa, anamwambia Mungu, utanipa nini tena wakati huu? Na mimi nakwenda zangu. Mungu akamwambia, huyu Mdameski hata kurithi wewe, bali mtoto atakayetoka katika kiuno chako wewe, katika kiuno cha Sara, katika tumbo la Sara, kiuno chako wewe ndio atakayekuwa mlisi. Ibrahimu anaambiwa haya, tazama juu angani, ukatazame hizo nyota, ukazihesabu kama unaweza. Kama utaweza kuzihesabu, tazama hesabu. Hao ndio wanao. Huo wingi unaoona wa nyota zilizoko mbinguni ndio watoto wako watakavyokuwa. Hao watatoka kwenye kiuno chako. Ingawa wewe mwenyewe unaona kwamba umeisha wakati wako, ni mzee kikongwe wa miaka mingi, lakini mimi nakuambia hao unawaona juu wanang'aa weupe, hizo nyota ndio watoto wako walikoko ulimwenguni kote.
Na Mungu kwa kumthibitishia hilo anamwambia sasa, hautaitwa Abraham, utaitwa Ibrahim, baba wa imani, baba wa mataifa mengi. Na Sarai, hutamwita Sarai tena mkeo, utamwita Sara, yeye ni mama wa mataifa mengi, mama wa imani, mama wa mataifa mengi. Mungu anamwonyesha Ibrahim, anampa neno hili akiwa ana miaka 90, miaka 100. Hana mtoto, ni babu kikongwe, hawezi tena mambo ya mume na mke. Lakini na Sara amekoma desturi ya wanawake, ni kikongwe, hawezi tena kuzaa. Mungu bado anasema, Sara mkeo atakuzalia mtoto, na wewe ndiye utakayezaa mtoto, na mtoto wako ndiye atakayekuwa mrithi. Neno lile lile tangu ujana wake Mungu anamwahidi, tangu akiwa na miaka 75 Mungu anamwambia utapata mtoto. Umri unakwenda, miaka inakwenda, mtoto hamna. Sara tumbo halijafunguliwa, anamwambia utanipa nini? Miaka 100 inafika, bado hajampa kitu. Miaka 90 ya Sara, bado Mungu hajampa kitu. Ibrahimu amekata tamaa, Sara amekata tamaa. Inafika mahali hata Sara anasema labda tutampata kupitia mjakazi. Ibrahimu, mchukue mjakazi, nitajipatia mtoto kupitia mjakazi. Amekata tamaa. Kwa hiyo lazima watu watambue, kuna wakati lazima mtu unakata tamaa kutokana na matatizo yanayokupata. Ukitazama huku na huku, jinsi ulivyohangaika na umri unakwenda, tatizo haliishi, tatizo liko pale pale au linazidi kuongezeka, basi ndipo hapo mtu anakata tamaa, anasema basi ninaweza kufanya nini? Ni kweli katika uwezo wa mwanadamu haiwezekani. Ibrahimu hakuweza katika akili za mwanadamu na mbinu za mwanadamu na kwa uwezo wa mwanadamu alionao, fedha na mali, haiwezekani kutatua matatizo, isipokuwa lazima uangalie upande wa juu. Mungu anasema nini kwako? Ibrahimu alipofika hatua hiyo, akaona basi kwa wakati huu nilionao sasa, miaka 75, miaka 100 niliyofika, Sara na miaka 90, siwezi mimi kwa uwezo wangu nilionao wa kibinadamu. Basi cha kufanya sasa, Ibrahimu anamtazama Mungu peke yake, analitazama neno la Yesu Kristo, neno la Mungu peke yake, kwamba wakati huu siwezi kutegemea nguvu zangu. Wakati nilipokuwa kijana nimeshindwa kila kitu. Fedha na mali ninazo, wanyama ninao, watumishi ninao, kila kitu ninacho, lakini kwa jaribu hili havijanisaidia vyovyote. Sasa nawezaje kujitumaini mwenyewe, kujitegemea mwenyewe, kujiamini mwenyewe? Wakati huu ni wakati wa mimi kutazama neno la Mungu, kumtazama Mungu anasema nini juu yangu mimi, hata kama hilo neno linaonekana ni gumu kiasi gani kwangu kutimia, nitamwamini yeye. Hata kama ndio neno la Mungu ni gumu, wakati fulani ukiangalia ahadi ya Mungu inaposema kwako, unaweza kusema hii siyo yangu, kwa sababu ukitazama hali ulionayo na neno la Mungu linavyosema ni vitu viwili tofauti. Tazama umri wa Ibrahimu miaka 100, umri wa Sara miaka 90. Hawa watu ni wazee. Hakuna mtu anayeweza katika hali ya kawaida ya asili ya mwanadamu, hakuna mtu anaweza akazaa mtoto akiwa na miaka 100, miaka 90. Hayupo. Hali ya kawaida hayupo, kibiolojia haipo. Miaka 100 babu kikongwe, bibi kikongwe, miaka 90 azae mtoto, haiwezekani. Ibrahimu akiangalia katika hali ya kawaida, alafu anapokuja kuliangalia neno la Mungu anakuta ni vitu viwili tofauti. Miaka 100 na mke wangu ana miaka 90, kwake azaliwe mtoto kweli? Yaani sisi tuje tuzae mtoto? Mungu anasema utapata mtoto. Nimeomba toka ujana, nimehangaika toka ujana, nimeshindwa. Sara
toka ujana ameshindwa, mimi nimeshindwa, leo tuna miaka 90 na mwingine 100, tuzae mtoto. Hali ukiitazama hali ya Ibrahimu na hali ya Sara haiendi sawa na neno la Mungu. Kwa Mungu ni rahisi, lakini kwa mwanadamu ni ngumu. Ni ngumu kuamini. Ibrahimu alikuwa mwanadamu kama sisi, Sara ni mwanadamu kama sisi. Kuna wakati unapitia hali, ukiangalia ahadi ya Mungu, ukiangalia na hali ulionayo, tatizo lililokupata, unakuta kabisa ni vitu viwili tofauti, huwezi kuviamini. Hapo ndipo shetani anapomwangusha kila mtu, kwa sababu neno la Mungu halitazamwi kwa akili ya kibinadamu. Neno la Mungu haliwezi kufanyiwa hesabu kwa akili hizi zilizopunguzwa uwezo, haiwezekani. Ila macho yako na moyo wako unakuonyesha tu hali ulionayo ni ngumu kiasi gani. Ukianza kutafuta wokovu kwa Mungu na kuambia hata hivyo huko haiwezekani. Lakini je, kuna neno lililogumu kwa Mungu? Ni hatari sana. Tusome mara moja zaidi tujue jinsi Ibrahimu anavyosema. Neno la Mungu linasema hivi, kitabu cha Mwanzo sura ya 17 kuanzia mstari wa 17. Sura ya 17 mstari wa 17. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifulifuli akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akamwambia Bwana, lao kwamba Ishmaeli angeishi mbele zako. Ukiendelea anasema hivi, Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Angalia neno la Mungu. Ibrahimu anasikia neno la Mungu linasema nitakupa mtoto kwa Sara. Ibrahimu anaangalia hali aliyonayo na hali aliyonayo Sara na umri alionao. Yeye Ibrahimu akijitazama hana nguvu, akimtazama Sara ni kikongwe bibi, haiwezekani hivi vitu. Lakini Mungu anasema hapana, kwa Sara. Hali ukilinganisha na neno la Mungu haviendani. Kama ukitumia akili ya kibinadamu kuichukua neno la Mungu uliambatanishe na akili yako, hautafanikiwa, utampinga Mungu. Kwa mara ya kwanza Ibrahimu anafananisha hali yake, anafananisha na neno analosema Mungu, alafu anachukua na hali yake anaweka pamoja, anaona haviendani. Labda hilo neno angemwambia wakati ana miaka 30, angesema hapa sawa. Mke wangu ana miaka 25, 20 hapa na mimi nina miaka 30. Hili neno Mungu ni sawa, naamini. Lakini Mungu anamletea neno la baraka, neno la uhai, neno la kuponywa akiwa na miaka 100 na Sara 90 vikongwe, akiweka pamoja haiendani. Hii hali ndiyo inayotukuta sisi kwenye maisha ya kiimani, maisha ya kiroho, maisha yetu tunayoishi hapa duniani. Tunaliacha neno la Mungu kwa sababu tunapolichukua hiyo ahadi tunataka kuichambua kwa akili ya kibinadamu kwamba hili neno linawezekanaje katika hali niliyo nayo. Hapo ndipo tunapopotea. Ukilitazama neno ni rahisi sana. Mungu anasema ugonjwa huu si wa mauti, bali kwa utukufu wa Mungu. Lakini ukiangalia wewe, ugonjwa huu ni miaka mingi unaumwa, tena unakaribia kufa, huoni msaada, alafu unachukua hili neno unafananisha na mateso ulionayo, unasema haiwezekani. Na kweli haiwezekani, kwa sababu hujaamini. Kwa uwezo wetu sisi wanadamu hatuwezi kutatua tatizo lililotupata, jaribu lililotupata. Hatuwezi. Na kwa akili zetu sisi wanadamu hatuwezi kutumia akili hizi kulichambua neno la Mungu, ahadi ya Mungu, ukasema sasa hili ni kweli. Haipo.
isipokuwa unatakiwa kuacha upande wako wewe, acha kabisa kutazama hali yako, alafu baki kutazama neno la Mungu. Ibrahimu aliposikia kwamba atakuwa baba wa mataifa, akaona aha, sasa ni hivi. Ibrahimu hakuiamini tena hali yake, hakuitazama tena hali yake kwamba yeye ni mzee wa miaka 100 na Sara tumbo lake limekwisha kufa. Biblia inasema limekwisha kufa hilo tumbo, na yeye amekwisha, hali yake imekwisha kufa. Hakuitazama hii hali, akasema ili niwe baba wa mataifa mengi kama Mungu alivyosema, ni lazima nilitazame neno la Mungu alilosema, ni lazima niliamini hili neno la Mungu aliyesema. Huyu Mungu anaweza kufanya mambo yasiyotarajiwa kwa mwanadamu, au mambo ambayo yeye anayataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekwisha kuwepo. Yaani jambo halipo kabisa, wala fununu yake, lakini Mungu wa mbinguni yeye analitaja kana kwamba limekwisha kuwa. Hii ndiyo tofauti kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu anataja mambo ambayo hayapo kwenye akili ya kibinadamu, hayapo kwenye ufahamu wa kibinadamu bado. Yeye anayataja hayo mambo yasiyowezekana wala hayaonekani, anayataja kana kwamba yamekwisha kufanyika. Huyu ni Mungu mwenye nguvu. Ibrahim akaona aha, ni afadhali sasa nimwamini Mungu anayeweza kufanya mambo yasiyokuwepo yakawepo. Ni afadhali nilishike hili neno linaloweza kubadilisha hali yangu ambayo mimi mwenyewe nimeshindwa. Mimi mwenyewe siwezi. Kwa fedha na mali nilizonazo siwezi. Nitakufa. Sasa ni bora nikae upande wa nguvu ya Mungu, neno la Mungu, nimwamini Mungu ili niwe baba wa mataifa. Hiki ndicho alichokifanya Ibrahimu. Kwamba Ibrahimu alichagua, akaona mimi nishazeeka, Sara kashazeeka, matumbo yetu na mwili wetu umekwisha kufa, hatuwezi kuzaa. Lakini Mungu bado anatupa neno la faraja. Mungu anatupa neno la faraja, anasema utazaa mtoto. Sasa sitakiwi kukaa upande wa hali yangu. Ibrahimu hakukaa katika hali halisi ya hali yake. Ibrahimu hakuitazama hali halisi ya maisha yake. Ibrahimu hakuitazama hali halisi ya Sara. Ibrahimu hakutazama hali halisi ya maisha yake jinsi yalivyotaka. Hakutazama hiyo. Alitazama neno la Mungu ili awe baba wa mataifa. Alitazama neno la Mungu na kuliamini ili apate mtoto kwa Sara. Hata kama kwa akili yake namwambia haiwezekani, lakini anakuambia ili nipate mtoto kwa Sara, ili niwe baba wa mataifa mengi, ni lazima nikae upande wa neno la Mungu. Na yeye Mungu akisha kuiona hii imani, atafanya anachojua. Mimi sijui atakachofanya, lakini yeye atafanya anachojua. Kama alivyoahidi itatimia, ila mimi sijui itakavyokuwa. Ibrahimu alikaa hivi. Ibrahimu kwa imani hii Mungu akamhesabia haki, akasema safi, ndio ninachotaka. Lazima uache akili yako, uache kutazama hali halisi ya maisha yako kwamba wewe ni mgonjwa. Ndiyo, ni mgonjwa, umelazwa hospitali, unakesha hospitali, kila siku hospitali, huwezi kuona dalili hata ya kuponywa, unaona kabisa mauti imekukaribia. Lakini ukija upande wa Mungu anasema ugonjwa huu si wa mauti. Unachagua nini? Wewe unayeumwa unachagua nini? Wewe kweli unaumwa ugonjwa wowote. Ugonjwa ni ugonjwa kwa sababu unaumwa. Hali ni mbaya, mauti imekuzunguka, hata unakaribia kukata tamaa. Lakini unakiangalia hali ya Mungu, hali upande wa Mungu, anakuambia mwanangu, ugonjwa huu si wa mauti, bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wewe unachagua nini? Chagua ugonjwa huu si kwa ajili ya mauti, ili uone uzima. Hata kama moyo wako unagoma, kaa upande wa neno la Mungu. Mungu atakuhesabia haki kama vile alivyomhesabia haki Ibrahimu. Tusome maneno haya, tusome kwa ajili ya kuelewa. Tusome Warumi 4.
Warumi sura ya 4 mstari kuanzia wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yote yale yasiyokuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Nimesoma mpaka 22. Ibrahimu alifika mahali akaona, hapana, kwa nguvu zangu, kwa uwezo wangu, kwa fedha zangu, kwa kila kitu changu haiwezekani, nimeshindwa. Sasa ni Mungu peke yake, sasa ni neno la Mungu peke yake. Napambana upande huu nikiwa na neno la Mungu. Alipolichukua neno la Mungu, hakulichukua tu. Kwanza alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Mimi nimekwisha kufa, ndio. Mwili siwezi tena, ndio. Hali halisi inasema kweli, mimi siwezi, nimekwisha kuzeeka. Akilifikiri na hali ya tumbo la Sara lililokufa, akalifikiria na Sara amekwisha kuzeeka, sasa nafanyaje? Akaona anasema hivi, lakini alipoiona ahadi ya Mungu inasema kwa Sara utapata mtoto, akaona hapa swala ni kukaa katika ahadi ya Mungu. Alipoiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini. Anasema, Biblia inasema hakusita kwa kutokuamini. Aliamini moja kwa moja Mungu anaweza kufanya alichoniahidi, kwa kuwa yeye amesema, ingawa mimi sijui itakavyokuwa, lakini alichosema kitakuwa. Mungu akamhesabia haki. Hivi ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Lazima tuishi kwa imani ya baba yetu, baba wa imani. Anaitwa baba wa imani sio kwa hali ya kawaida, kwa sababu amepambana na majaribu na magumu kwa njia ya imani, kwa neno la Yesu Kristo ameshinda, akaitwa baba wa imani. Na sisi tulio watoto wake yeye tunaitwa watoto wa imani, kama tukiwa na imani ya baba yetu Ibrahimu, kwa sababu imeandikwa hivi. Haya mambo yameandikwa hivi si kwa ajili ya Ibrahimu tu, bali kwa ajili yetu sisi leo, kwamba Mungu ni yule yule, nguvu za Mungu ni zile zile, ziko katika imani, katika kuamini neno lake. Kwa hiyo yameandikwa kwa ajili yetu sisi leo, tuishi vile, tumche Mungu vile, tupambane na hali mbaya, mateso, majaribu, misiba, magonjwa na hali zote za matisho kwa neno la Mungu, tuione ahadi ya Mungu. Imeandikwa hivi, tusome Warumi 4 hiyo hiyo mstari wa 23. Unasema, walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi, mtakapohesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Sisi tunaomwamini Yesu Kristo, katika kuyashinda majaribu, katika kuyashinda mambo yanayotuzunguka ya dunia hii, tutayashinda kwa imani ile ile tuliyojifunza kwa baba yetu Ibrahimu, kwa kuwa sisi ni Wakristo. Inafika mahali unaona kabisa hali ni ngumu, labda ni mgumba. Ndiyo, wako wanawake mpaka leo hawajazaa, wako wengi. Wako wanawake mpaka leo hawajaolewa, wako wengi. Mwanamke ameolewa hana mtoto, miaka mingi, miezi inapita, anajiona ni changamoto, anaona sasa mimi nimeshindwa. Hata waganga wanakuja kumshauri, sasa njoo kwetu tujaribu. Usiende, marufuku. Mungu hajashindwa.
Mganga atakupa mtoto wa kuzimu, na we mwenyewe utaelekea kuzimu, kwa sababu yeye ni mtumishi wa kuzimu. Usiende, marufuku. Mtu akija kukushauri kwamba wewe umri unaenda, mpaka leo hujapata mtoto, mpaka leo wewe huna mimba, twende kwa mtaalamu nikupeleke, usiende, ni marufuku, kwa sababu utapewa mtoto wa kuzimu na wewe mwenyewe utakuwa wa kuzimu, kwa kuwa yeye huyo anayekutibie ni mtumishi wa kuzimu. Usiende. Mungu hajashindwa. Kaa upande wa Mungu kama Ibrahimu. Unaweza kujiitaje wewe ni mwana wa Ibrahimu, mwana wa Bwana wetu Yesu Kristo? Unawezaje kusema wewe ni wa Kristo alafu unaelekea huko? Usiende. Kaa hivyo hivyo, dumu katika kusali na kuomba upande wa Yesu Kristo, na yeye anasema ahadi yake uijue. Je, kuna neno gumu lolote ulimwenguni ambalo mimi Bwana siliwezi? Shika hiyo ahadi. Usibabaike. Watu watakucheka, vumilia. Watu watakudhihaki, vumilia. Sara alichekwa, hata sasa akasema Bwana amenifanyia kicheko. Sara alizihakiwa. Waliokuwa wagumba hawazai walichekwa, lakini mwisho wa siku wao walikuwa washindi kwa kukaa upande wa ahadi ya Mungu. Itazame hali yako. Haiwezekani. Ndiyo, itazame. Ni mgonjwa? Haiwezekani. Sawa. Tazama ugumba ulionao, hauwezekani. Ni sawa. Lakini ukisha kuona hivi, ukishaiona ahadi ya Mungu kwako, kaa upande wa ahadi ya Yesu Kristo. Dumu kwa kusubiri, kwa kusali na kuomba. Wakati ukifika, wewe utacheka. Hii ndiyo imani ya kweli. Kwa hiyo hata kama unaendelea katika hali ya ugumba wako, wakati umekaa katika ahadi ya Yesu Kristo, Yesu Kristo anafurahi mbinguni. Mungu anakufurahia hata kama hajakupa mtoto, anakufurahia na wakati ameuamuru wa kupata wewe mtoto, kwa sababu anaona imani yako ni Ibrahimu kabisa. Unatafuta kazi, umetafuta kazi huku na huku upati, unatukana, unafukuliwa. Unafanya interview huku na huku na feli, wanakuambia hamna kitu. Unaona kabisa labda mimi sijui. Sio. Kama umemaliza chuo wewe unajua. Kama umesoma umemaliza chuo, wewe ni mwalimu au wewe ni profesa au wewe ni professional katika hali yako, katika kazi yako, katika hicho ulichosomea. Ila tu wakati ondoka upande wako. Kwa nguvu zako huwezi, kwa vyeti vyako huwezi, kwa kila elimu yako ulionayo haiwezekani. Angalia ahadi. Unapoiona ahadi ya Mungu kwako, shika hiyo, ndiyo itakayokupa ajira, itakayokupa kazi. Fanya hivyo na wewe utakuja kunishuhudia. Watu wanatakiwa kuamini hivyo. Hata kama una fedha, hata kama umefanya vizuri vyeti vyako, hata kama umefanya vizuri vyeti vyako na unaongea vizuri sana, kazi unafanya vizuri, lakini hupati kazi mpaka leo. Kwa nini? Havisaidii hivyo. Shika ahadi. Ibrahimu alifikiri kwa habari ya tumbo lake lililokufa. Ibrahimu alifikiri kwa habari ya tumbo lililokufa la Sara, lakini alipoiona ahadi ya Mungu hakusita katika kuto kuamini. Akashika neno la Mungu, ndiyo lililomsaidia, na leo anaitwa baba wa imani. Na ndio maana Mungu anajivunia mpaka leo, anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Si katika jambo lingine, katika imani, kuliamini neno la Mungu. Lazima watu wawe hivi. Tujifunze siku zote kwa imani ya Ibrahim baba yetu, na sisi tuitwe watoto wa Ibrahim katika imani, sio katika blabla za dunia. Jifunze katika kila jaribu. Kila mtu anajaribiwa kwa namna yake. Kila mtu anajaribiwa kwa mahali pake. Mwingine ugonjwa, mwingine kazi, mwingine kufukuzwa kazi, mwingine mahakamani, mwingine kushtakiwa, mwingine kutishwa kuuawa, mwingine hata ajali. Majaribu yako mengi. Mwingine kuuliwa na watoto, mwingine anatafuta kazi hapati, anahangaika hivi na hivi, mwingine ugumba, mwingine kuolewa. Kila mtu mahali pake. Utambue kwa uwezo wako, kwa akili zako, kwa uzuri wako haitawezekana. Ukishaona hayo,
itafute ahadi ya Mungu. Mungu anasema hivi, tusome mara moja Mwanzo sura ya 18 mstari wa 12 na kuendelea, anasema kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha, na bwana wangu ni mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitamrudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Yesu Kristo anatuambia, Mungu anatuambia, ni neno gani lililo gumu ambalo mimi Bwana siliwezi kwako? Yaani tatizo la dunia hii lililokupata wewe ni tatizo gani ambalo mimi siliwezi? Labda ufikiri kwa habari hii. Matatizo yote duniani binadamu huwa anatafuta mbinu ya kuyashinda. Yakimpata anatafuta, anahangaika kujinasua. Lakini matatizo haya yote bosi wao ni mauti. Wanafanya kazi ya mauti, wanafanya kazi kukuleta kwa mauti. Mauti ndiyo bosi mkuu wa watumishi wote, dhiki zote, mateso yote, magonjwa yote, starehe mbaya zote, wote hawa ni watumishi wa mauti. Kwa hiyo mauti ana watumishi wengi ulimwenguni, wanavuta watu kuwaleta kwa mauti. Mauti, mtu akishafikwa na mauti, hata daktari anayejiona daktari bingwa akishaona mtu amekufa anafunika kwamba hawezi hapo. Mauti ina nguvu. Watu watahangaika ukiwa mgonjwa, watu watahangaika ukiwa na hali mbaya, ukiwa na majaribu, watahangaika, lakini ukisha kufika kwa mauti, hakuna mtu anahangaika hapo, wanaenda kukusitiri. Lakini Yesu Kristo, yeye ni mkuu kuliko mauti, ameishinda mauti, yeye amefufuka na anafufua watu, hilo tunalijua. Yesu Kristo anakuuliza wewe, ikiwa mimi ni mkuu kuliko mauti, kuna jambo gani ambalo wewe litakupata katika dunia hii mimi nisiliweze kuliondoa kwako ukiniamini? Kuna jambo gani ambalo wewe litakupata, uwe ugonjwa hiyo hali yoyote, ambayo mimi nitashindwa kukusaidia ukiniamini? Nitashindwa kukuponya ipi ikiwa mauti mimi nimeishinda? Mimi ndimi kweli, njia na uzima na ufufuo. Sasa liko jambo gani lingine gumu? Litaje wewe. Ugonjwa, ugumba, utasa, kukosa kazi, kutishwa. Hakuna linalomshinda Yesu Kristo, hakuna linalomshinda Mungu. Haya yote kwake ni uozo, ni upuuzi. Jambo lililopo imani. Tusisite kumwamini Yesu Kristo. Tuna magonjwa mengi ndio, tuna dhiki nyingi ndio, lakini tulishike neno la Mungu, tuendelee na ahadi ya Mungu, tusali na kuomba, na Mungu wakati ukifika atatuponya, atatuinua. Fanya hivyo. Baki upande wa Mungu, mradi tu Mungu anakufurahia, mradi tu Mungu anafurahi unapofanya ibada, anafurahi unapoliitia jina lake. Ukiwa mgonjwa sawa, lakini Mungu anakufurahia katika hali hiyo. Ayubu anaumwa lakini Mungu anamfurahia. Ayubu anateseka na magonjwa lakini Mungu anamfurahia, tena anajivunia mbele ya shetani Ibilisi. Umemwona mtumishi wangu lakini anaumwa, amefilisika, amefiwa na watoto wote, watu wamemkimbia, lakini anajivunia hivyo hivyo kwa Ibilisi. Shetani anakuambia, mwangalie mtumishi wangu, hawezi kuniacha hata kama amefilisika. Shetani umemfilisi kila kitu, shetani umemharibu, umemtupia magonjwa, lakini haniachi mimi. Haujifunzi hilo? Kuumwa kwako haina maana Mungu amekuacha. Baki upande wa Yesu Kristo, liitie jina la Yesu Kristo, shika ahadi. Mungu anajivunia mbele ya Ibilisi shetani, Mungu anajivunia, Yesu Kristo anajivunia, anakufurahia, na wakati ukifika atakuponya na wewe utakuwa mshindi. Kama Ayubu, wakati ulipofika aliponywa, alirudishiwa watoto, alirudishiwa mali zake zote, akawa tena msaada kwa watu wengine. Hivi ndivyo ilivyo
Kuumwa haina maana huna Kristo. Kufilisika haina maana huna Kristo. Kujaribiwa katika matatizo mbalimbali haina maana huna Mungu. Mungu naye wewe katika hali hiyo unatakiwa umtukuze Mungu. Umtukuze Mungu, ubaki upande wa Mungu, shika ahadi zake. Shika ahadi yake, yeye anaweza kukuponya, yeye anaweza kukuhuisha, yeye anaweza kuponya ugonjwa wako, anaweza kukupa mtoto. Baki katika upande huu, na Mungu anajivunia wakati huo. Ukiwa katika hali hiyo, anasema huyu ni mwana wa Ibrahimu, rafiki yangu kweli kweli, huyu ni mwanangu niliyemfia msalabani. Angalia alivyothabiti kwangu, hata kama nateswa, hata kama nachekwa, hata kama nadhihakiwa, hata kama natukanwa, ametengwa, anabaki na mimi, na mwisho wa siku Mungu atakusaidia. Huu ndio ukweli. Ibrahimu aliamua neno moja tu. Hakuangalia hali halisi ya maisha yake, bali aliangalia ahadi ya Mungu, akijua Mungu anayetaja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo, Mungu anayeweza kufanya mambo yasiyofikirika na mwanadamu, Mungu mwenye njia zisizohesabika, anayeweza kufanya lolote duniani na mbinguni. Basi kama amesema mimi nitapata mtoto kwa Sara, nitapata mtoto kwa namna yeye anavyojua. Ibrahimu akahesabiwa haki, Sara akapata mimba katika uzee ule ule, Ibrahimu akatiwa nguvu, Sara akatiwa nguvu, wakampata Isaka. Huo ndio kweli. Lazima tufanye hivi, lazima ubarikiwe kama Ibrahimu, kama Sara, lakini usiwe na huruka ya muda. Muda ni wa Mungu, usiwe na huruka katika kupata mtoto, usiwe na huruka. Wewe sali na kuomba siku zote, lakini wakati ni wa Mungu. Unaumwa, uko hospitalini, hata umekata tamaa, usikate tamaa, endelea kusali Mungu. Usiwe na huruka. Huruka inakufanya hata umkosee Mungu, umkosee Yesu Kristo. Yesu Kristo katika hali hiyo ya ugonjwa wako anafurahia unapoliitia jina lake, anajivunia unapoliitia jina lake, na kudumu katika ahadi na imani ya kweli na subira na uvumilivu. Anajivunia, atakuinua. Mungu akubariki sana. Ikiwa unaelewa mahubiri haya, neno la Mungu limeandikwa hivi katika Warumi 4 kuanzia mstari wa 17. Ukiwa na Biblia pitia hapo. Halikuandikwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya Ibrahimu, iliandikwa kwa ajili yetu sisi tunaoishi leo, wana wa Ibrahimu. Tunapatwa na magonjwa, tunapatwa na dhiki na njaa, tunapatwa na matisho, tunapatwa na ugumba na utasa, hatuzai. Huko majumbani vita ni kubwa, baba haeleweki, labda mama haeleweki, majaribu ya kila namna, lakini dumu katika kusali. Solution isiwe sana kuachana, kwa sababu hapo napo imani hamna. Kama swala sio la kuachana, omba Mungu, acha ubaya, acha uchafu, acha tabia mbaya, lakini ubaki na Mungu. Na Mungu wakati unaendelea kubaki upande wake, hata kama unaumia, Mungu katika hali hiyo anakufurahia. Kwa hiyo ujue katika dhiki unayopitia, Mungu anakufurahia kama unabaki upande wake na unaliitia jina lake, na unaamini kwamba wakati utafika Mungu atalisaidia. Mungu anajivunia kwako. Mungu atakubariki. Kila mtu anayesikiliza mahubiri haya, ni jukumu langu kumwombea katika haja yake yoyote. Atakubariki. Umpende Mungu, uwe mali ya Mungu. Tunafanya kama hii kazi ni kama chombo, sisi ni vyombo vya Kristo. Tunafanya kazi kuwaleta watu kwa Kristo, wawe mali ya Kristo, wasiwe mali yetu sisi. Kwa hiyo tunahitaji tu roho. Tukisikia tu roho yako ni mali ya Kristo, sisi tunasema Mungu uzidi kutukuzwa wewe, uliyetuumba, uliyetufia msalabani, kwa sababu umetuambia kwa damu yako tutaingia mbinguni. Basi tutayashinda majaribu haya kwa jina lako, kwa neno lako, na kwa damu yako, na kwa ahadi yako. Ubarikiwe sana. Damu ya Yesu Kristo, amani na rehema ziwe kwako, na neema zitokazo kwa Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.